Ningependa nimuombe Mheshimiwa Nabii Mkuu Profesa Joe Devi asimame aje hapa. Ndugu zangu, Profesa Joe Devi yeye ni mtu mmoja ambaye ana vipaji vingi. Mwaka wa 89 alikuwa hapa chuoni. Yeye ni nabii mkuu kwa maana ya kuwa mchungaji au mhubiri au mtume. Lakini sio hiyo tu, iko iliyojificha. Yeye ni mwimbaji hatari sana. Ni mwimbaji hatari sana, anayejua sana kuimba kwa vyombo. Akiimba hapa kwa vyombo utafurahi mwenyewe. Lakini hilo akitaka kulisema sasa tuliachia hapo. Lakini amefanya kazi kubwa sana. Kazi kubwa sana ya injili katika nchi yetu. Yeye makao yake makuu yakiwa pale Kisongo, ana mji mkubwa, ana kanisa na ana makanisa katika nchi yetu na pia katika nchi za nje. Lakini katika kufanya kazi ya huduma ya kiroho, serikali yetu inapendezwa sana kuona kwamba sisi viongozi wa huduma ya kiroho tunaangalia jamii. Sio tu Biblia Mungu ni mwema, lakini tuangalie na jamii. Kama ina njaa basi tunaipa chakula. Mheshimiwa Waziri, si unafurahi hapo? Kwa hiyo huyu Mheshimiwa Nabii Mkuu yeye amefanya mambo mengi. Tuende kwa vijana. Nianze na vijana kwa sababu Mheshimiwa Waziri wa vijana yuko hapa. Huyu katika soko la Samunge kule ameshawasaidia vijana wengi karibu 100 bajaji. Na pia amesaidia makanisa mengi msaada mbalimbali na kuwapa mamilioni ya fedha kuwaunga mkono ili huduma zao ziendelee. Katika jamii pia amesaidia maendeleo ya barabara. Na maendeleo ya barabara kule nyumbani kule aliko kuna barabara ya ile ya Kisongo Likamba. Yeye alitoa msaada wa greda likapigwa katika barabara ile. Kwa hiyo jamani, huyu kwa kweli ni mtu wa kupigiwa makofi mengi sana. Mengi sana. Na pia yeye amesaidia watu wengi binafsi. Wakina mama watafurahi pia nikisema kwamba amesaidia mabinti ambao maisha yalikuwa yameharibika na akawasaidia mitaji ili waweze kunufaika na wafanye katika njia inayofaa ya Ukristo. Kwa hiyo huyu ni mtu mkuu sana. Ninafurahi kwamba amepata nafasi ya kuja hapa. Kuna mengi ambayo amefanya. Mitaji kuwapa wale ambao wameshindwa ili waweze kuendelea. Mitaji ya pikipiki, vijana amewasaidia pikipiki waweze kujiendeleza katika maisha. Kwa hiyo leo tuko na mtu mkuu sana hapa ambaye ni mtumishi wa Mungu. Ningependa azungumze na sisi wakati huu kwa salamu. Asante sana Mheshimiwa. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Baba Askofu, mheshimiwa sana, na kushukuru sana kwa nafasi hii adhimu kabisa. Asante sana sana kuweza kunipa kibali cha kusimama kwenye madhabahu yako mtakatifu. Labda niongee machache tu wakati huu kwa nafasi hii niliyopewa. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Joel Nanauka, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, niliambiwa atafika, sijui kama afaulu kufika. Mheshimiwa mkuu wa chuo, Baba Askofu Mkuu,
Eliud Isangia, Mheshimiwa Profesa Sheikh Alhadi Musa Salum, mwenyekiti wa JMAT Taifa, pamoja na viongozi wote wa JMAT mlioko hapa, viongozi wote wa dini na serikali mliopo, wahadhiri, walezi, wafanyakazi wa chuo, wahitimu wetu wa leo, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kwanza kabisa na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pili, namshukuru Mungu kwa kunijalia neema ya kuwa sehemu ya tukio hili muhimu na la kihistoria. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa sana Baba Askofu Mkuu Eliud Isangia pamoja na uongozi wa chuo kwa kunialika kushiriki siku hii adhimu kabisa. Furaha yangu inatokana na historia ndefu ya mahusiano yangu na Baba Askofu Mkuu pamoja na chuo hiki kwa kufahamiana kwa miaka mingi sana. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu, umefanya kazi kubwa sana. Umefanya kazi kubwa sana ya kuandaa watumishi wa Mungu kwa ajili ya kazi ya huduma, na zaidi ya miongo minne sasa, mamia kwa mamia ya wahitimu wamepitia hapa na kupelekwa katika shamba la Bwana. Hii si kazi ndogo, bali ni matokeo ya maono yako, uvumilivu, nidhamu, sadaka na upendo mkubwa kwa kanisa la Kristo Tanzania ulionao. Kuna tofauti kubwa kati ya mtu anayejenga mikutano na mtu anayejenga kizazi. Mikutano huisha, matukio hupita, lakini kizazi kinabaki au vizazi hubaki. Naamini moja ya mafanikio yako makubwa kabisa ni watu uliowajenga, ambao pia tunao hapa leo. Kwa sababu mwisho wa siku urithi mkubwa wa kiongozi haupimi kwa ukubwa wa mikutano au majengo, bali kwa ukubwa wa athari aliyoiacha ndani ya watu ambao leo tunashuhudia matunda ya kazi yako hii. Nakumbuka niliwahi kukanyaga hapa mwaka 1989, na wakati huo niliona maono haya makubwa yaliyokuwa yanaendelea kukua. Leo baada ya takriban miaka 37 tangu nikanyage hapa, nimesimama tena hapa na kushuhudia kwa macho yangu jinsi mbegu ile ilivyokuwa na kuwa mti mkubwa wenye matawi yanayotoa kivuli kwa wengi. Hilo linaonyesha kuwa historia ina kumbukumbu na maono ya kweli yana uwezo wa kuishi zaidi ya vizazi. Kabla sijafikia mwisho, hili la kwangu binafsi naomba niseme ya moyoni kidogo. Hili jamani, haya sasa ni ya moyoni. Baba Mheshimiwa Askofu Mkuu Eliud, kwa niaba yangu binafsi kabisa na kwa niaba ya wengi wanaotambua mchango wako, napenda kukupa pongezi za dhati kabisa, kwamba katika umri wako huu wa sasa na kwa hekima zako na kwa busara zako umeonyesha ukomavu mkubwa sana wa kiroho na kiimani kwa kanisa la Tanzania
na hasa katika madhehebu ya Kipentekoste kwa kitendo cha kishujaa cha kunialika mimi binafsi kama nabii mkuu na muasisi wa manabii Tanzania, na pia kama baba mlezi wa Umoja wa Makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania. Hili sio jambo dogo. Umediriki na umeweza. Jamani, tushereheshe, makofi kwa baba askofu. Na kupongeza kwa dhati kabisa kwa moyo huu wa kishujaa unaoonyesha ukomavu ulionao wa diplomasia ya kiroho. Narudia, wa diplomasia ya kiroho katika masuala ya kiimani. Ni matumaini yangu na yetu sisi sote ya kwamba jambo hili ulilolifanya leo kishujaa liwe mfano wa kuigwa kwa viongozi wa makanisa yote Tanzania na hasa ya Kipentekoste. Sasa namaliza na ujumbe wangu kwa wahitimu wa leo. Ningependa kuachia fikra moja muhimu sana. Elimu ya Biblia si tiketi ya cheo. Elimu ya Biblia ni maandalizi ya kuwajibika. Katika ulimwengu wa leo kanisa linahitaji watumishi wenye elimu, maarifa, hekima, tabia ya kimungu na ufunuo wa rohoni. Kumbukeni kuwa vyeti mtakavyopokea leo sio mwisho wa kujifunza, sio ukomo wa kujifunza, bali ni mwanzo wa safari mpya ya kujifunza, kufundisha na kuwahudumia watu kwa unyenyekevu zaidi. Mwisho kabisa, nitoe pongezi kwa kwenu wahitimu wote wa leo. Pongezi kwa wazazi wenu wa kimwili na kiroho. Pongezi kwa walezi wenu. Pongezi kwa wahadhiri wenu. Pongezi kwa uongozi wa chuo kwa mara nyingine tena. Pongezi za kipekee kwa Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu Eliud Isangia kwa kuendelea kubeba maono haya kwa uaminifu kwa miaka mingi. Mungu aendelee kukibariki chuo hiki. Mungu aendelee kuibariki Tanzania. Mungu aendelee kulibariki kanisa la International Evangelism Center, na Mungu awabariki ninyi nyote. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu yu nasi. Mheshimiwa Nabii Mkuu, tunakuomba. Mheshimiwa Nabii Mkuu, tumeona kwamba tupe tuzo hili kwa sababu ya moyo wako wa utumishi mzuri sana kwa kuhubiri Injili na pia kuwatumikia Watanzania na huduma nzuri kwa jamii nzima bila ubaguzi ambao tumesikia leo kutoka kwa Mheshimiwa Waziri. Umekuwa ukisaidia jamii ya karibu na wewe na jamii iliyo mbali na wewe na pia hata nje ya nchi. Tunakupa tuzo. Umefanya kazi ya kutukuka. Asante. Asante. Makofi mazuri basi washirika. Asante sana. Asante.